Kwa majina naitwa Goodness Rebai Mwirenga, mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Isalalo. Mimi jana tarehe 27 usiku wa saa 10 kasorobo nilikuwa nimepigiwa simu na afisa mtendaji wa kijiji jirani cha Izianiche kwamba kuna wizi wa ng'ombe wamepakia kwenye gari, wamepika hata kwenye kijiji chetu, wanakuja kwenye kijiji chako. Kwa hiyo baada ya kupata hizo taarifa, mimi niliamka na kufika kwenye eneo la tukio, lakini kwa bahati mbaya sana nilikuta wananchi wamejaa na wameshaanza kulichoma gari. Kama kijiji tulianza kutoa taarifa kwa afisa mtendaji wa kijiji, tulitoa wa kata, nikatoa taarifa kwa afisa kwa diwani, na naye afisa mtendaji wa kijiji wa kata akatoa taarifa polisi. Polisi walifika hapa mida ya saa 5 ili kutoa ushirikiano. Baada ya kufika hapa walikuta tayari gari imeshaunguzwa na wale wezi wamekimbia. Lakini haikuchukua muda mrefu tukapata taarifa tukiwa kwenye tukio, wakasema wale wezi wawili wamepatikana. Ni umbali kidogo kutoka kwenye tukio hili ambalo gari linaunguzwa. Tulianza kuchukua mwendo sasa kwenda kufuatilia, lakini kwa bahati mbaya sana kwa vile watu walikuwa ni wengi, wakawa wametutangulia, tukakutana wenyewe wameuawa na wananchi wenye hasira kali. Walikuwa ni watu wawili. Ilikuwa imebeba ng'ombe 8 kwa maana ya dume zilikuwa 6 na majike walikuwa 2. Tukio ya wizi kwa hivi karibuni yamejitokeza kwa wingi sana. Ndio maana wananchi walikuwa na hasira kali sana. Kwangu hapa imeripotewa wameiba juzi kwenye kijiji jirani ng'ombe, walikuwa wameiba ng'ombe 4, na kwangu hapa ng'ombe 3 juzi wakapakia kwenye gari, mpaka sasa hivi hawajapatikana. Kwa wananchi ni kwamba kwa kawaida tumekaa vikao vya halmashauri ya kijiji pamoja na maaskari ili kuweka doria, lakini hata hivi kwenye kujichukulia sheria mkononi tumekuwa tukiwaambia wananchi kwamba sio jambo jema. Ni vizuri kama mwizi akipatikana tukamfikisha kwenye vyombo vya sheria. Hata hivi usiku amepatikana mwizi ambaye ni dereva wa gari hili, nimejitahidi kumsafirisha kumkabidhi polisi wa wilaya, wamekuja kumchukua. Kweli vinatuasili sana, hususan sisi vijijini tunategemea mifugo. Ili ulime unategemea mfugo. Hata watoto wetu wanapotaka kuoa, sisi kama hujafuga mtoto wako kuoa ni ngumu sana kwa desturi zetu tulizo nazo. Kwa paka kisha una mifugo. Kwa kama una mfugo tunaishi kwa wakati mgumu sana, na ndio tegemeo letu sasa sisi mifugo. Kwanza kuhusiana na swala la vibali, inaonekana serikali hapa ndio iweke, yani iwe na jicho la ziada kwenye vibali. Hapa kuna mbinu ambazo zinatumika, vibali wanakuwa navyo kupitia serikali, lakini vya uongo, vya kudanganyishia. Yani mtu anakuja na mifugo, anaonyesha vibali sahihi zimetiwa, lakini kufuatilia ng'ombe wameibiwa. Sasa tunashindwa kuelewa serikali ina mpango gani na hivi vibali. Wao kama hawajui, tunashindwa kuelewa. Kama ni wao ndio mbinu zao, wao kwenye mpango wa wizi, hatujui. Lakini hilo linatupa shida sana kwenye upande wa serikali. Ila tunaomba serikali ijaribu kutushirikisha na sisi wananchi wa kawaida kwenye ushirikiano. Kwa sababu wao wenyewe hatuwaamini, kwa sababu hawezi vibali vikatoka serikalini alafu inasadikika kwamba jibu linakuja kutoka vibali vyenyewe ni vya wizi. Alafu serikali kuna mihuri yao, hapo tunashindwa kuelewa. Kwa tunaomba watushirikishe na sisi ili labda tunaweza tukawaamini. Bila ya hivyo tunashindwa kuamini serikali, kwa sababu vibali ni vya kwao. Mimi nafikiri kwa serikali tulikuwa tunaomba kwamba punde wanapopatikana hawa wezi, labda tukiwakamata na kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria, basi hawa watu iwapo watakutwa na ushahidi unaokamilika, kama wengine hapo nyuma walikamatwa kabisa, japo nafikiri hawakufikishwa polisi, lakini iwapo siku nyingine itatokea hawa wezi wakikamatwa, waweze kutusaidia kuhakikisha hawa watu wanafungwa. Mimi naomba kwa wazo langu, ng'ombe ziwe zinasafirishwa mchana na vibali viwe vinatolewa mchana wa asubuhi. Ng'ombe ziwe zinasafiri mchana. Na atakayepatikana kiongozi anasafirisha ng'ombe usiku ametoa kibali akamatwa. Usiku ndio kunapitia mambo ya magendo na wanakuwa na vibali vya wizi. Kuna viongozi wachache wanaopenda uchachu wa hela wanatoa vibali vya usiku. Inatakiwa hao wakamatwe na wadhibitiwe, tukishirikiana na jeshi la polisi na wananchi kwa ujumla. Asante. Teketezwa kwa moto na wananchi hao, pamoja na kuwatorosha ng'ombe 8 waliokuwa wameibiwa. Ng'ombe waliotoroshwa wakati askari wakifanya juhudi za kwenda kuwaokoa au wananchi au watuhumiwa walikuwa wanashambuliwa na wananchi, basi ng'ombe wao nyuma huko waliweza kutoroshwa na wananchi na kupelekwa kusikojulikana. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linaendelea na uchunguzi wa kina
ili kuwabaini na kuwakamata wahusika wote wa tukio hili pamoja na kufanya msako mkali ili kuwasaka watuhumiwa wengine waliohusika katika tukio hilo, kwa sababu kuna wengine inasemekana walikimbia zaidi ya watu 2. Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe linatoa wito kwa wananchi kuacha vitendo vya kujichukulia sheria mkononi. Ni kweli watu wameiba, lakini basi tutoe taarifa kwenye vyombo vya sheria ili kuepukana na madhara makubwa ikiwemo kupoteza maisha na kuharibu mali, na badala yake tuwahimize waweze kutoa taarifa za uhalifu na uhalifu kwa jeshi la polisi au kwa watu wenye mamlaka ili basi hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Asanteni, nashukuru kwa kunisikiliza.